God to touch them, but how can God touch us? So today we are looking ways ama zile njia ambazo anointing inatoka kwa yule mtu ambaye amewekwa na inakuja kwetu sisi. Hallelujah. In the book of Mark 16 verse 18, Marko 16 mstari wa 18, ways in which we can receive the anointing. Marko 16 verse 18. Mark 16:18. Biblia inasema, Mark 16:18, the ways we can receive the anointing. They shall take up serpents, and if they drink any deadly, Mark 16:18. Mark 16:18. Any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hand on the sick, and they shall recover. Bwana asifiwe. Jesus, wakati Yesu alikuwa anaenda mbinguni, akatuambia in Mark 16:18 ya kuwa kuna agano hapa na ni lako na mimi. They shall take serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Hii dunia iko na shida mingi na mambo mengi, but there is a promise from Mark 16:18. You will take the serpent. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ya kuwa sisi hatutaogopa hao nyoka. We will not fear them. Hallelujah. We will take up the serpent. And the Bible says, and if they drink deadly thing, it shall not hurt them. Na wakikunywa, kwa sababu kuna deadly things, kuna mambo ambayo sio mzuri, na kuna mambo ambayo sio sawa, na kuna sumu. Bwana asifiwe. Lakini ile ambayo nilikuwa nataka kusoma ni ile, and they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Watawekelea mikono watu ambao ni wagonjwa na watapona. So one way you receive anointing is by laying of hands. Bwana asifiwe. Kupitia kuwekelewa mikono, upako, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Hallelujah. Laying hands, kuwekelewa mikono, kunatoanga upako kwa yule mtu ambaye amepakwa, na kunaleta huo upako kwako wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. There is transmission, kuna kuletwa na kuna kutoa. When the hands are raised, hallelujah, there is transmission. So njia moja ya kupokea upako ni kuwekelewa mikono. Ikiwa ni uponyaji unahitaji, the power from the servant who is anointed. Bwana asifiwe. Ukiwekelewa mikono, mafuta inatoka na nguvu za Roho Mtakatifu, which is the anointing, it is transmitted through the hands. Bwana asifiwe. Ndipo tulikuwa na shida wakati wa corona. Tunashindwa watu tutawekelea nini? Kwa maana tumeambiwa hakuna kuagiza. But this is what Jesus said. You will lay hands on the sick and they recover. Hii ni njia moja ambayo anointing inatoka kwa yule ambaye amepakwa na inaingia kwako. Bwana asifiwe sana. So let us believe in laying of hands. Tuamini kuwekelewa mikono. Lakini sio kila mtu. Bwana asifiwe. Hawa walipatiwa mamlaka na wakapatiwa ushindi. They were given authority by Jesus in Mark 16. Wakaambiwa mtakapokuwa mkihubiri, mtawekelea wagonjwa mikono nao watapona. Kwa sababu the healing anointing will be transmitted. Hallelujah. Upako wa uponyaji unatoka na unatembea kupitia kuwekelewa mikono. So believe in the heart rain in the mighty name of Jesus Christ. Hii mambo ya kuwekelewa mikono tukiwa wagonjwa, it works. Ni Yesu mwenyewe. These are the words of Jesus. Mtawekelea mikono and they recover. May you recover any time that the hands are laid on you in the mighty name of Jesus Christ. Hata gari yako ikiwekelewa mikono, itarecover in the mighty name of Jesus Christ. Hata biashara yako ikiwekelewa mikono, ikiwa binadamu magonjwa yanaweza sikia,
mikono na itoke. Hata mapepo inaweza tikia, hata pesa zinaweza shikia katika jina la Yesu Kristo. Hata nyumba yako ikiwekelewa mikono, hata biashara yako, there is the transmission of power when hand are raised in the mighty name of Jesus Christ. Ndiposa tunahitaji kujua ya kuwa laying of hand ni kitu ambacho ni njia moja ambayo anointing inakuwa transmitted. Bwana asifiwe. Na siwezi elezea inakuwa namna gani, na mambo ya Roho Mtakatifu huwezi jua. 1 minute ni binadamu, mnasalimiana na yeye na unamwambia siku hizi tunasalimiana na hapa, siku hizi ni hapa. 1 minute the same person, 1 minute unamsalimia na hapo, but in another moment akikuwekelea mkono, the same hand unapokea uponyaji. Bwana asifiwe. Naweza kuelezea aje? Ni kama ndege wakati ametua mahali, unaweza fikiria hawezi paa, but in a moment anapaa na anaenda. He can fly any moment. Hizo ndivyo Roho Mtakatifu wako. We can't explain hapo namna gani. Saa zingine unawekelewa the same hand. May you receive your anointing when hands are laid on you in Jesus' mighty name. Number 2, through the anointing oil. Kupitia mafuta. Through the anointing oil. Mark 6 verse 13. And they shall cast out many devils, and anointed, and they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. Hallelujah. Anointing oil inabeba mafuta hata hiyo. Bwana asifiwe. It carries the same. Mambo ya Mungu hawezi elezea. Anasema they cast out many devils. Wakafukuza mapepo mengi. Hallelujah. Ministry ya Yesu ni ministry ya casting out demons. And the Bible says, then what happened? They did what? They anointed many with oil. Hallelujah. And healed them. Anytime you are anointed, you receive the Holy Spirit. Receive it in Jesus' mighty name. Wakati unatokea na unawekwa mafuta, it is a way of you. The Bible says, and anointed with oil many that were sick and were healed. Bwana asifiwe. Your brother does not need to come here. Anahitaji mbebe mafuta anointing, uende, umfanye nini? Umpake na ataponya katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. It carries the presence. Na mambo ya Mungu hatuwezi elezea, lakini Biblia inasema they anointed them with oil and they were healed. So anointing oil inabeba Roho Mtakatifu. It carries the anointing. It is the same power. Hallelujah. Na ni mafuta ile ya kawaida, lakini wakati inawekwa wakfu na wakati inaombewa, ile nguvu ya Mungu, hallelujah, the power and the anointing inakuwa transmitted through the same. Ikiwa pale dukani inakuanga olive oil, lakini ikishikwa na mwenye mafuta akiweka kwa mikono yake, when he pray for it, it carry the power to heal and to change people. Receive the mighty name of Jesus Christ. So hii wakati unakutana na anointing oil ni ya kuheal maisha yako. It can heal your diabetes in the mighty name of Jesus Christ. It can heal your cancer in the mighty name of Jesus Christ. It can also heal your business. Hata biashara yako, the same anointing oil, kwa sababu ina deal na the spirits, hallelujah, ambazo zinaleta shida katika maisha yetu. So another way is through the anointing oil. And the Bible says in James 5 verse 14, if is any sick among you, let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing with oil in the name of the Lord. And prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. If he has committed sin, they shall be forgiven. Mambo mengi, lakini amesema hata kama mtu ni mgonjwa, aite wazee wa kanisa wakuje wampake mafuta in the name of the Lord. Hallelujah. So anointing oil in the name of the Lord, it transmits the power. Inabebanga nguvu. Hallelujah. In the name of the Lord. Sio in the name of olive oil, in the name of the Lord, inabebanga nguvu. So when we are anointed, we receive the Holy Spirit. We receive the portion wakati tunakuwa in contact
with the oil. Hallelujah. Number 3, we can receive it through the garments. We can receive it through the garments. Kupitia vitambaa, kupitia nguo, kupitia mambo. Number 1, anointing inakuja through the laying of hands. Number 2, through the anointing oil. Number 3, ile imeonekana. Mark 5 verse 28. For she said, if I may touch but his clothes, I shall be healed. Hallelujah. Huyu ni yule mama alikuwa anavuja damu. Hakutaka kuguswa na Yesu. Na hakutaka kuwekelewa mkono. Na hakuwa anajua mambo ya anointing oil. But he said, if I may touch but his clothes, I shall be made whole. Hallelujah. Anointing inapendwa na yule ambaye ako naye, hata kwa nguo zake. The anointing is still there. Hallelujah. The garments are able to carry anointing. Nguo za mtu anointed, they are also anointed. Handkerchief ya mtu anointed, he is also anointed. Mama akasema, mimi sitaki kuombewa, mimi sitaki kuguzwa, mimi sitaki anointing oil, lakini mimi kuna kitu najua. The clothes of the anointed man, they are also anointed. So akaenda na akasema, nikiguza, nimeguza upako. Bwana asifiwe sana. So the garments, they carry. Bwana asifiwe. Wewe mwenyewe utabue that the garment carry even the anointing oil. Matthew 14 verse 34 to 36. Inasema nini? And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret. And when the men of the place had knowledge of them, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased, and besought him that they might only touch them, the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. Hallelujah. Hallelujah. Yesu alipoenda Gennesaret, wakasikia hapo huko, wakakuja wote, wakamuomba wamguse. Hallelujah. And when they had gone over, the Bible says they were doing what? As many as that were made perfectly whole. Hawakuwa wanataka kuombewa. Bwana asifiwe. Walikuwa wanataka tu kumguza. Bwana asifiwe. Unaona ile sifa za iko kwako? It can change. Mtu anointed akikalia tu asikie iko na shimo. Angalie tu asikie iko na shimo. Amke aseme hiyo kitu ibadilike. Hallelujah. The anointed man can change that seat in the mighty name of Jesus Christ. The anointed man can change your business. Akipitia hapo tu, angalia aone kuna mianya hapa na pale, aseme in Jesus name, hapa kubarikiwe. The anointed man with the garment, receive it in Jesus mighty name. Nguo za yule ambaye walienda wakamguze, sio awaombee. Kanisa la Bwana liko na mambo tofauti. Hata yule Yesu ambaye tunahubiri hatujui ni gani. Bwana asifiwe. Yule pastor ambaye tunafuata, jina lake ni Yesu Kristo. Hata nguo zake zilikuwa zinaponya. Bwana asifiwe. Hata nguo zake, even his clothes, Bwana asifiwe, zilikuwa zinaponya. Siku za leo kanisa la Bwana hakuna hata kitu. Yule wale mapasta tumeachwa na yule pasta mkubwa ambaye ni Yesu Kristo. Tofauti yetu na yeye ni kama kifo na usingizi. Bwana asifiwe. It's not like we represent Jesus. Yule ambaye alikuwa anatafutwa na watu ili waweze kumguza. Bwana asifiwe. Sijui ni wapi tumepoteza, lakini tumesahau that the anointing ambayo Yesu alikuwa anabeba, it also belongs to you because you have become a son by the salvation. Bwana asifiwe. We are the heir. Sisi ni warithi wa huo ufalme. So vile Yesu alitembea, hata mimi naweza tembea vile. Ile mafuta alikuwa naye, hata mimi naweza kuwa naye. Because I have become a son. Hallelujah. By salvation. Lakini kanisa, it is powerless today. People do not hawakuji kanisani ili waponywe. Hawakuji kanisani ili wakutane na Mungu. Wanakuja kukutana kwa grupu zao. Bwana asifiwe. Kuna 50 bob tunatoaga na inachukuliwa kwa mwisho wa mwezi.
Leo sitaki kuachiliwa, ni kuachwa, nisipate kitu, nikose mtu wa kunisaidia. So kanisa limekuwa social gathering, lakini wao walimtafuta ili wamguze. Kutoka leo unamtafuta ili umguze na utakuwa unaponywa in the mighty name of Jesus Christ. Walienda mpaka mahali alikuwa, wakamtafuta ili wamguze, na walipomguza na imani, wote wakabadilishwa. May God change your life in the mighty name of Jesus Christ. Elisha akauliza Elijah, utaniachia nini? Naye akamwambia, ukiniona nikienda, nitakuachia nguo yangu. The Bible says, alipoenda akamwachia the mantle. Hallelujah. Alipoichukua ile mantle, hallelujah. When he took that mantle, the Bible says, alirudi kwa mto Jordan, akauliza, where is the God of Elijah? Kwa sababu mantle, ile kitambaa aliachiwa, ilikuwa inabeba uwezo na nguvu. Hallelujah. May we know that the garment carry power, clothes carry power. Kitambaa chako kinaweza letea watu wenu uponyaji. Your handkerchief can change your life. Garment can be anointed. Receive it in the mighty name of Jesus Christ. Number 4, through the spoken word, kupitia kwa neno ambalo limeongelelewa. Hallelujah. Yale maneno ambayo yananenwa, Rema, R-H-E-M-A, those are the words which are anointed. Yanabeba upako. Bwana asifiwe. The spoken words carry anointing. 2 Kings 5:9-10. So Naaman came with his horse and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, thou shalt be clean. Elijah alipoenda Naaman, the Bible says, alipoenda, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again unto thee, and shall be made clean. Bwana asifiwe. Naaman alikuwa amesikia kanisa kuna watu wanaekelewa mkono. So alikuwa anauliza kwa nini hakuji kulekelea mkono. Hallelujah. Lakini uponyaji wake haukuwa wa kuekelewa mkono. Naaman alikuwa anajua kuna anointing oil, lakini anointing oil haingemponya. Mungu wako apitie huko. Naaman alikuwa anajua kuna garment, lakini Elisha hakutumia. Bali alimwambia, ambia yeye aende Jordani mara 7. The anointed works of anointed man of God, they carry power. Na akaambiwa nini? Utakapoingia Jordan, hapo uone mara 7, mwili wako utafanyika kuwa upya na utakuwa msafi.